Hello ndugu zangu wa Tanzania, habari zenu? Naamini kila mmoja yuko poa sana. Sasa hapa leo nataka tuzungumzie mambo machache tu na mada yetu kubwa ni tunazungumzia mahusiano ya umaskini wa Mtanzania na vyama vya upinzani. Sasa kwenye mazungumzo haya ninaomba kisifanyike kitu kama mlichomfanyia Msigwa, ni ile spinning. Msifanye spinning kwa sababu nataka nitaje mambo kidogo kuhusiana na Mange Kimambi na Maria Sarungi na wengine watu kama hao. Lakini wakati tunaendelea kwenda huko, leo ni Disemba 23. Tarehe kama hii mwaka 1997 kuna mjomba wangu mmoja aliona tabia yangu ya kuchezea chakula pale ninapopewa kula nyumbani na vitu kama hivyo, akaniambia, hiki unachokifanya naomba twende kwenye moja ya kambi ya wakimbizi. Kipindi hicho kambi za wakimbizi ndio kulikuwa kuna wakimbizi wanaondoka, lakini kuna kambi ambazo zilikuwa bado zipo na kuna shirika kubwa lilikuwepo la NPA lilikuwa likihudumia wakimbizi. Watu wa wilaya ya Biharamulo na Ngara mkoa wa Kagera wanaelewa hiyo. Akanipeleka kule kambini. Tulivyofika ilikuwa ni kipindi ambacho wanafanya maandalizi ya kuwapa zawadi watakazozitumia wakimbizi kwenye nyakati za sikukuu. Wakati zile zawadi zinagawiwa, kulikuwa kuna maaskari walinzi. Mmoja alikuwa ameshika silaha. Alikuwa na bunduki yake ambao ndio walikuwa walinzi kuwasaidia wale mastoa kipa wakati wanagawa kwa wakimbizi. Wakati tuko pale kuna watoto wawili walikuja kuchukua mgao wa vyakula. Mtoto mmoja alikuwa na umri kama miaka 18 hivi. Akamuuliza mjomba wangu, akamwambia kwanza mjomba wangu alikuwa ameshaniambia, unaona watoto wanavyohangaika na chakula huku usio unachezea chakula. Hata kama alikuwa ananifundisha kwa vitendo. Yule mtoto akaiangalia sana bunduki alikuwa amebeba yule askari. Kaiangalia kwa makini sana. Alafu akamuuliza mjomba wangu, nani alitengeneza hii bunduki? Nani alitengeneza hii? Mjomba wangu akamuuliza kwa nini? Akasema hii bunduki ndiyo ilitoa roho ya baba na mama yangu huko Rwanda vitani. Ninaichukia sana bunduki. Kwa nini ilitengenezwa bunduki? Basi mjomba wangu alitumia maneno ya hekima sana, akamwambia yule mtoto kwamba hii bunduki aliyefanya ubunifu wa silaha hii alitegemea isaidie dunia kurejesha amani dhidi ya watu wabaya, wanyama wabaya na vitu vingine kama hivyo. Lakini shida ni kwamba bunduki hii ikiingia mikononi mwa binadamu ambao wana akili mbovu inaweza ikafanya vibovu. Kwa hii bunduki unaoiona hapa leo Tanzania sio ile iliyotumika kumuua baba na mama yako kule vitani Rwanda. Sio, unanielewa vizuri? Sasa juzi hapa kuna sehemu nimekwenda, kuna rafiki yetu wa zamani tulikuwa tukicheza naye. Nikamkuta mtoto wake analia. Leo nimejikuta nakumbuka tukio la mtoto wa yule rafiki yangu ambaye alilia baada ya bunduki kumuua baba yake. Baba yake alikuwa ni dereva wa Fuso, amefikisha mzigo maeneo ya Katoro, anashuka tu kwenda kufungua lile container pale. Askari wanamkimbiza. Yeye anawaambia mimi ni dereva tu, nimeleta mzigo, sio mwandamanaji wala nini. Akapigwa risasi na kuuawa. Kwa ile story nilivyosimuliwa nikakumbuka na hili tukio la Disemba miaka hiyo ya 90. Kwa ilikuwa ni tarehe kama ya leo, ndio maana nimezungumzia hilo. Sasa kwa nini niliwaambia msifanye spinning hii video? Na watafakarisha watu. Nimeona watu wengi wakilia kilio cha maji na vitu vingine kama hivyo. Kwa hivyo nataka kukumbusha tu kwa haraka. Leo sitaki kuwachosha sana watu. Mange Kimambi ni mbaya sana. Sawa. Maria Sarungi ni mbaya sana. Sawa. Mataifa ya kigeni yenye tamaa na mali za taifa letu ni wabaya sana hawa. Hapa ndipo nilisema pasifanyiwe spinning mpaka katwa peke yake. Video hii itakuwa na dakika 9 mpaka 10 tu. Kama unaituma sehemu itume yote kama ilivyo. Kama hawa hapa ni wabaya, huyu anayesababisha miaka 60 na utajiri tulionao mpaka leo, bado kuna watoto wanaagizwa majivu kwa ajili ya kujifunzia kusoma na kuandika na Mange Kimambi, nani mbaya? Huyu ambaye anafanya mpate shida ya maji. Mnapata maji ya mgao, mnategemea maji ya mvua tu. Hakuna option nyingine ya kusambaza maji kwa raia. Huyu naye ni nani? Ambaye anabagaza na kubananga mali za taifa lenu. Huyu naye ni nani? Kama hao niliowataja awali ni wabaya. Tutoke hapo. Nitawaambia tu kitu kimoja,
vijana mnaojitahidi kutusi watu wanapozungumza mtandaoni juu ya haya mambo, kwamba utakapofika kokote ukiwa kwenye safari ukakuta sehemu ambayo masikini wanawashangilia matajiri na matajiri wanacheka kwa kuwashangilia maskini, shuka kwenye hilo gari, umefika hapo. Ni Tanzania. Hatupashi kuwa hivyo, wakati kuna watu wengi sana tumewasaidia kupambania mataifa yao na wametoboa, wanatuzidi uchumi wa pesa, sisi bado tuko pale pale. Hii inasikitisha, moja sawa na kile nilichotaka kukiongea. Nizidi tu kusisitiza sehemu moja kwamba mnavyopewa silaha ni kwa ajili ya kulinda amani ya taifa lenu, si kwa ajili ya kutoa roho za wengine kwa kile wanachokiongea kuhusu taifa lao. Kuna watu wanavaa macheni makali wanawatafuta kina Nkobe, lakini Mungu awasamehe. Mungu awasamehe. Sasa hayo yote niliyoongea yanaweza yasiwe ya msingi sana kwa sababu sio mada yangu ya leo. Na nadhani mnaona jinsi ninavyokwenda haraka haraka. Sitaki kuwachosha sana kwenye video za muda mrefu. Na kwenda kwenye point ya msingi. Kwa nini vyama vya upinzani na mahusiano ya umaskini wa Mtanzania? Wapinzani nisikilizeni, ambao mtabahatika kunisikia, wa vyama vyote. Ipo namna moja tu. Mnaweza mkagombania fito kwenye hali ya kupambania ubunge wa majimbo yenu. Lakini niwaombeni kwa hekima kidogo mlioibakiza. Tumeona kuna watu waliwaambia Chadema imewafungia walitumia kauli ya kwamba Chadema kususia uchaguzi, na actually hawakususia, walikuwa wanadai haki ambayo ilikuwa kwenye foara za mama. Kwa hivyo hawakususia, zingefanyika wangeingia kwenye uchaguzi. Wale mabwana wakasema kwamba kitendo cha Chadema kutoingia kwenye uchaguzi kinaua ndoto zao za wao kugombea ubunge. Hizo ndoto mmetimiza au bado mmelala? Nadhani hakuna aliyetimiza. Tunajua hicho chama cha watimiza ndoto kilipata wabunge wangapi, kila mtu anajua. Sasa niwaombeni kitu kimoja. 2030 sio mbali. Ya hapa katikati yanayoweza kutokea sitaki kuyazungumzia kama yatatokea, lakini naizungumzia 2030. Kama itafika 2030, akina Zito Zuberi Kabwe, acheni upumbafu, acheni umalaya, kama Nyerere alivyosema kwamba ni wanasiasa malaya. Nyerere alisema kwamba unaweza kumuona mtu analiandama jitu, ukimuuliza kwa nini unaliandama jitu, unakuja kugundua kwamba anaandama hera. Acheni kuandama hera. Unapokuwa kwenye chama cha upinzani, kuna tofauti ulizoziona kwenye serikali, kwa uzalendo wako unakufanya wewe kuwa mpinzani ili ukatatue hayo. Lakini wewe pia ukiwa wa kuhongwa shilingi 100, shilingi 200 kwa ajili ya kutaka kufika sehemu, wewe uzalendo huna. Ninawaombeni, acheni uwazanga, unganeni. Angalieni ni chama kipi kina nguvu, ombaneni msamaha, badilisheni tofauti zenu. Mseme kwamba labda kama ni Heche au ni Lissu anagombea urais, tudiri na huyu ambaye ana ushawishi mkubwa. Naombeni niwaambie, kitendo cha Lissu kuwa gerezani si kuimaliza Chadema, kimewapa umaarufu Chadema kubaki kuwa wakubwa nje kimataifa na mioyoni mwa Watanzania wote. Kwa hivyo vyama vya upinzani, zingatieni hiki. Unganeni nyote kwa pamoja. Gawaneni majimbo. Na sio kitu cha kufanya kwa vificho. Gawaneni majimbo. Bwana sote tunaungana. 2030 rais tutakayempigia chapuo ni mmoja tu, na atoke Chadema. Msijidanganye, atoke Chadema. Atoke Chadema. Kwa sababu ndio kuna ushawishi mkubwa. Atoke pale, nyote msimame. Sasa mkae mjadiliane kwamba wewe jimbo fulani tutafanya mchakato, jimbo fulani tutafanya mchakato, ili Tanzania ni likubwa. Gawaneni, si wazalendo nyie. Mmeamua kuonesha uzalendo. Gawaneni, pambaneni, mumpambanie rais mmoja bila kuungana kwa dhamira moja na kuacha tamaa za kuhongwa vigaligali na vimilioni kadhaa. Haki ya Mungu, nyie ndio mtakuwa sababu ya kumfanya Tanzania aendelee kunyonywa, Mtanzania aendelee kunyonywa, aendelee kuwa maskini, aendelee kupata maji ya mgao, aendelee kupata umeme wa mgao mpaka ukamilifu wa dahari. Nyie kutoungana kwenu wapinzani, nyie ndio mnatuletea uwazanga. Hii ndio point yangu ya leo. Sitaki kuwachosha sana. Naomba tuendelee kusubscribe. Kuna watu wananiuliza kuhusiana na ile nilosema kwamba tutaanza kufanya mahojiano. Ina mchakato, kwa sababu si rahisi kumuingia mtu na mkaanza kufanya mahojiano. Lazima kuna process na vitu kama hivyo. Bado